Bwana Yesu asifiwe. Habari ya asubuhi ya leo. Karibuni sana katika ibada ya siku hii ya leo. Na kwa namna ya pekee sana tunawakaribisha wale wanaofuatilia kupitia katika mtandao wetu wa YouTube na channel ya Magomeni SDA Church. Asante kwa kuja asubuhi ya leo, siku ya Ijumaa, tunapokuwa tukihitimisha wazo letu la wiki hii yote, tukijifunza na kukazia ukweli juu ya mafanikio katika maisha haya. Biblia inasema katika waraka wa 3 wa Yohana 1 fungu la 2, mpenzi, naomba ufanikiwe katika mambo yote na kuwa na afya yako kama vile roho yako ifanikiwavyo. Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu mwema, tunakushukuru tena kwa kutupatia asubuhi ya leo. Neema yako imekuwa ni kubwa katika maisha yetu, na hata wasaa huu tena tunapokuja mbele zako, tunaomba uweze kutufundisha neno lako kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Karibuni sana katika wazo la asubuhi ya leo, tukiwa na mwendelezo wa maisha ya mafanikio ambayo Mungu anahitaji sisi kama watoto wake tuweze kufanikiwa. Mungu anatamani na anatuhimiza na anatuongoza katika maisha yenye kufanikiwa katika nyanja zote 4. Tumejifunza ukweli ya kwamba yeye ndiye chanzo cha mafanikio yetu. Hakuna mafanikio yoyote ya kimwili, ya kiroho, ya kiakili au ya kijamii nje ya Mungu. Mungu ndiye msingi wa mafanikio. Yeye ndiye chanzo cha mafanikio na anatufanya sisi kama wanadamu tuweze kufanikiwa. Shauku ya Mungu inaonyesha ya kwamba yeye anawatakia mafanikio wanadamu wote. Wale wanaoitikia sauti yake anawaongoza katika kufanikiwa. Na tukajifunza ya kwamba katika kufanikiwa kwetu Mungu anaweka kitu ndani yetu. Anapanda mbegu, na hiyo tuliona ni uwezo wake. Anatupatia uwezo ndani yetu, anatupatia vipawa, anatupatia karama, talanta, ili basi tuweze kufanikiwa kwa kutumia kile alichokiweka ndani yetu. Na tulijifunza Mungu akitupatia vipawa katika maisha, Mungu akitupatia vipaji katika maisha, tunapaswa kuvitumia kwa uaminifu kabisa. Maana maandiko yanasema kama mtu atapuuza kutumia kipaji chake ambacho Mungu amempatia, huyo anaitwa ni mtu muovu na ni mlegevu. Na Biblia inasema wale watakao kuwa waaminifu katika kutumia vipaji Mungu alivyowekeza ndani yao watakaribishwa katika mji wa Mungu, na wale ambao hawatatumia, anasema hao hawatakaribishwa katika makao ya milele. Sasa kutoka katika uwezo au kipaji au mbegu ambayo Mungu anaiweka ndani yetu, tunaingia katika vipengele kama viwili. Leo nitaviweka kama viwili kwa sababu ya muda wetu, ili tuweze kuvimaliza kwa pamoja. Mbegu yoyote inapopandwa shambani na mkulima, lazima ipandwe katika udongo ulio mzuri. Lakini haiishii hapo tu. Lazima kuwe na huduma katika hiyo mbegu iliyopandwa. Inahudumiwa ili iweze kukua. Kwa maana kwamba ukiweka mbegu lazima uweke na mbolea, lazima utoe majani, lazima umwagilie maji, lazima mmea uwe mahali ambapo utapata mwanga wa jua, lazima mmea uwe mahali ambapo utapata hewa safi. Inapofanya hivyo, mmea utakuwa na hatimaye utakuwa mti. Maandiko yanasema hivi katika kitabu kile cha Yeremia 17 mstari wa 7 na wa 8, anasema amebarikiwa mtu yule anayemtegemea Bwana, maana atakuwa kama mti uliopandwa kando ya maji. Bwana asifiwe sana. Mti huu umepandwa wapi? Kando ya maji. Hapo inaashiria mahali ulipopandwa, moja, lazima pawe ni penye rutuba.
kwa sababu tuliona Mungu ndiye mkulima. Hawezi kwenda kupanda mahali pasipo na rutuba, hawezi kuweka mbegu mahali pasipo weza kuzalisha hiyo mbegu. Ukichukua mbegu ya mahindi ukiweka hapa haiwezi kukua. Na ndivyo Mungu anavyofanya kazi. Mungu anatuweka mahali sahihi ambapo sisi tunaweza kufanikiwa kwa utukufu wa jina lake. Wewe kuwepo duniani, kuzaliwa katika familia hiyo uliyopo ya kwako, na hao wazazi wako na ndugu zako, kuwepo kwako katika jamii ya watu wa Mungu ni sehemu ya Mungu kukuweka mahali sahihi. Mafanikio yoyote hayawezi kuja nje ya mahali sahihi na kwa watu sahihi. Unaweza kuwa na uwezo, unaweza kuwa na kipaji, lakini ukiwa mahali ambapo sio sahihi huwezi kufanikiwa. Na hivyo lazima uwe mahali sahihi. Na kwa maongozi ya Mungu, with a divine providence, Mungu anaongoza watu ili wawe mahali sahihi. Haleluya. Na ndio maana Biblia inatuweka wazi ya kwamba sisi kama watu wa Mungu tunapaswa kutiana moyo tunapokuwa katika kusanyiko kama hivi. Mungu amewekeza vitu ndani yetu kwa pamoja, kila mtu akijua kipawa chake na kuunganisha kwa pamoja jitihada zetu kwa Mungu tunayemwamini, tutakuwa na mafanikio katika mambo yote. Haleluya. Kwa hivyo ni muhimu sana kufahamu watu sahihi unaohusiana nao, watu ambao unaishi nao, watu ambao una muda mwingi nao. Wana mchango mkubwa katika mafanikio yako, wana mchango mkubwa katika kufahamu kusudi la Mungu maishani mwako. Wale unaokutana nao, unaoishi nao, ambao una interact nao mara kwa mara, wana mchango mkubwa, ukianzia katika ngazi ya familia. Ndio maana mafanikio yoyote huwezi ukafanikiwa ukiwa peke yako. Sisi ni viumbe wa kijamii, we are a social being. Mungu anahitaji tufanikiwe. Na hata alipomuumba Adamu, Mungu mwenyewe alisema si namna gani jamani? Si vema. It is not good. Si vema. Hakuna mtu wa kiume anayeweza kufanikiwa bila mtu wa kike. Bwana Yesu asifiwe. Hapa naongea katika seko ya familia. Hakuna mtu wa kike yoyote anayeweza kufanikiwa bila mtu wa kiume. Yaani wewe katika mafanikio yako kwenye nyanja zote inategemea na mwenzi wako wa maisha. Maana katika bidii na jitihada zote hautaweza kutoboa pasipo msaada wa mwenzi wako. Mungu anahitaji tuweze kushirikiana kwa pamoja kama viumbe wa kijamii ili tuweze kufanikiwa. Kwa hiyo pointi ya msingi ya kuondoka nayo, fahamu watu sahihi ambao wanaweza kukusaidia katika mafanikio yako. Wajue, hatuna muda wa kuelezea kwamba nitawajuaje hawa ni watu sahihi au si watu sahihi. Lakini tuondoke na hiyo concept ya kwamba wafahamu watu sahihi katika maisha, maana wana mchango mkubwa katika mafanikio yako. Pointi ya pili, hakikisha uko mahali sahihi, sehemu sahihi. Unaweza kuwa na vipaji, unaweza kuwa na mambo yote, ukashindwa kuyafikia mafanikio ambayo Mungu amehitaji uyafikie kwa sababu haupo mahali sahihi. Kwa hiyo ni wewe kujiscan, ni wewe kujichunguza na kujua hivi uko mahali sahihi. Nitakutajia maeneo mawili tu kwa haraka ambayo yanaonyesha ni mahali sahihi pa wewe kufanikiwa. Moja ni katika familia. Usiishi tu kibachala. Bwana Yesu asifiwe. Usiishi tu mwenyewe. Maana Biblia inasema si vema. Katika familia ni sehemu nzuri sana ambapo wewe unaweza kufanikiwa katika maisha. Lakini mbili ni katika kusanyiko la watu wa Mungu, katika kanisa, mahali ambapo watu wana imani na Mungu. Hapo ni mahali sahihi panapoweza kukuongoza wewe kuyafikia mafanikio yako katika maisha haya. Nitaje mawili hayo kwa uchache. Jambo la pili ambalo natamani tuligusia asubuhi ya leo tunapokazia kipengele hiki cha maisha yenye mafanikio. Baada ya kuwa mahali sahihi na kuwa na watu sahihi, bado kuna kitu cha ziada kinachohitajika.
ili wewe uweze kufikia target, uweze kulenga pale ambapo Mungu anataka wewe ufike hasa. Nalo ni nini? Huduma katika maisha yako. Haleluya. Usisahau, nikiweka kwa ufupi, tulianza mafanikio ni nini, tukaja Mungu ndiye chanzo cha mafanikio. Na anapofanya hivyo, kwanza Mungu anatupatia kipaji, anatupa uwezo, anatupa vipawa, na hiyo ndio inaitwa mbegu ya mafanikio. Alafu unashuka kuja mahali sahihi na kuwa na watu sahihi. Mwisho, tunapokazia mada hii ya maisha yenye mafanikio, tunakazia habari ya huduma. Bwana Yesu asifiwe. Mmea lazima uhudumiwe, si ndio? Ndio maana ili fungu letu linatuambia, anasema yule mtu ambaye atafanikiwa ni yule ambaye amepandwa kando ya nini? Naona wengine hawajafika hapo. Anasema, ngoja nisome, amebarikiwa mtu yule anayemtegemea Bwana, ambaye Bwana ni tumaini lake, maana atakuwa kama mtu uliopandwa kando ya nini jamani? Ya maji. Nitakazia hiyo kwa dakika zilizobaki, kando ya maji. Na anaelezwa huo uliopandwa kando ya maji, anasema uenezao mizizi yake karibu na mto. Mambo mawili, maji na nini jamani? Mto. Hivyo viwili ndio nitakavyovikazia asubuhi ya leo. Hautaona hofu wakati wa hari ujapo, bali jani lake litakuwa bichi, wala hautahangaika mwaka wa uchache wa mvua, wala hautaacha kuzaa kitu gani? Matunda. Kuna pointi nyingine hapo imeongelea mvua. Haleluya. Hapa kuna mambo matatu hapa. Anasema moja ni kando ya maji, mbili mto, tatu ni nini? Mvua. Ukiweka kwa pamoja mambo haya yaliyotajwa yanagusia ukweli juu ya maji, si ndio? Maji ni ya muhimu sana katika maisha yetu sisi kama wanadamu. Maji ni ya muhimu sana. Tunahitaji maji. Na ukiangalia sehemu kubwa ya maisha yetu, sehemu kubwa ya mwili wa mwanadamu ni maji. Kuanzia tishu zake, kuanzia ubongo wake, uje kwenye damu, ni maji. Sehemu kubwa ni maji. Na wanasayansi wanasema ni takribani asilimia kama 60 hadi 70 hapo ya mwili wa mwanadamu ni maji. Ukija kwa dunia yetu, sehemu kubwa ya dunia ni nini? Ni maji. Hata dunia hii iliumbwa kutokana na nini? Maji. Yaani iliumbwa kutoka katikati ya maji. Si kama nimeeleweka hapo? Ngoja nisome hilo fungu. Hebu tusome kitabu kile cha Petro wa pili sura ya 3 mstari wa 5. Biblia inasema ulimwengu uliumbwa katika maji na ndani ya maji. Kwa hiyo sehemu kubwa ya dunia yetu ni maji. Maji ni ya muhimu sana. Na tunapoongelea habari ya kulima, habari ya kupanda mbegu, bila maji hatuwezi kuvuna. Bila maji mti hauwezi kustawi. Bila maji mti hauwezi kutoa majani mabichi. Hapa amesema mti huo lazima utoe majani mabichi. Kwa hiyo lazima uangalie mahali penye maji. Bwana Yesu asifiwe. Maji ni ya muhimu. Na tukija katika fundisho letu, tunapokazia habari ya mafanikio katika maisha, maji kwa muktadha wa kibiblia, maandiko yanatuonyesha juu ya utendaji wa nani? Nisikie kutoka kwenu. Roho Mtakatifu. Haleluya. Sasa sikiliza, hili fungu hapa ukilizoom vizuri kabisa, utagundua hapa panazungumzwa habari ya utendaji wa Roho Mtakatifu. Mchungaji, una maana gani? Maisha yoyote yale ya mwanadamu, ili aweze kufanikiwa katika nyanja zake zote 4,
lazima kuwe na utendaji wa Roho Mtakatifu. Huko ndiko kupandwa kando ya maji, huko ndiko kupandwa kwenye mto, huko ndiko kutegemea mvua. Bwana Yesu asifiwe. Roho Mtakatifu. Kwa nini? Kwa sababu maandiko yanamuonyesha Roho Mtakatifu katika utendaji wake na katika uungu wake katika maeneo mbalimbali kwa kutumia lugha za ishara. Naomba nirudie hiyo point. Watu wengi leo wanamkataa Roho Mtakatifu ambaye ndiyo kimsingi, labda niseme hivi, kimsingi bila Roho Mtakatifu hakuna kinachoweza kufanyika. Tangu uumbaji, njoo katika utendaji wote, historia yote, kuna utendaji wa Roho Mtakatifu. Njoo wakati wa Agano Jipya lote linapohitimisha, utendaji wa Roho Mtakatifu. Agano la Kale, Agano Jipya linapoanza, utendaji wa Roho, na linapofunga Roho Mtakatifu. Njoo kwa huduma ya Yesu Kristo, tangu kuzaliwa kwake, kukua kwake. Anasema Yesu aliendelea kukua katika hekima na kimo, akimpendeza Mungu na wanadamu. Nyanja 4 ni utendaji wa Roho Mtakatifu. Haleluya. Miujiza yote aliyoifanya Yesu aliifanya katika ubinadamu wake akiongozwa na Roho Mtakatifu. Na yote aliyoyafanya, maana alisema Roho wa Bwana yu juu yangu, maana amenitia mafuta ni wahubiri maskini habari njema, na wale waliofungwa habari ya kufunguliwa kwao. Na Yesu akatenda yote kwa njia ya Roho Mtakatifu. Anapofunga huduma yake anataja ni Roho Mtakatifu. Soma Yohana 14, 15 na 16. Na anapotaja Roho Mtakatifu anawaonyesha jinsi alivyokuwa akitenda kwake, na baadaye anawaambia sikilizeni, mtapokea nini? Roho Mtakatifu. Atakuja msaidizi. Maana yake ni nini? Biblia nzima imejaa habari ya utendaji wa Roho Mtakatifu. Asante sana wale walioelewa wakasema amina kubwa. Yaani bila Roho Mtakatifu huwezi kufanikiwa kimwili, kiroho, kiakili au kijamii. Nitakwambia kwa ufupi sana kwa sababu ya muda wetu. Habari ya kimwili, maandiko yanasema miili yetu ni hekalu la nani? La Roho Mtakatifu. Kwa hiyo Roho Mtakatifu anavyokuja ndani yako, ndani yangu, hapo umepandwa kando ya maji, na ndiye atakaye kuongoza katika kuzingatia kanuni za maisha ambazo Mungu ameziweka hapa duniani ili uweze kuwa na afya njema na uweze kuwa mtu mwenye kuzalisha. Haleluya. A productive man. Lazima ujazwe na Roho Mtakatifu. 2, maisha yetu ya kiakili hayawezi kufanikiwa bila Roho Mtakatifu. Ukisikia maisha ya kiakili anaongelea hekima. Biblia inaweka wazi katika Agano la Kale watu wengi sana walipewa hekima na Roho Mtakatifu. Wa kwanza alikuwa ni Yusufu. Farao anasema tupate wapi mtu kama wewe ambaye Roho wa Mungu yuko ndani yake, maana Mungu amekupa hekima. Wa pili alikuwa ni Danieli, na wataja wachache kwa sababu ya muda. Maandiko yanasema yuko mtu hapa ambaye Roho wa miungu watakatifu inakaa ndani yake. Alikuwa na Roho Mtakatifu, alipewa hekima hiyo. Njoo Agano Jipya, Yesu Kristo ndiye anafunuliwa mwenye hekima kuliko wote, Agano la Kale na Agano Jipya, kwa sababu ya utendaji wa Roho Mtakatifu. Kwa hiyo katika nyanja ya maisha ya kiakili, kwa maana ya hekima, lazima Roho Mtakatifu atende kazi katika maisha yetu, na hapo ndipo tutafanikiwa. Na hekima ni nini? Hekima ni kujua lile unalopaswa kulifanya katika maisha. Haleluya. Roho akiwa juu yako, akiwa juu yangu, ataniongoza tu nijue hiki napaswa kufanya, hiki sipaswi kufanywa, na hicho ndicho kitu chenye mafanikio katika maisha. Maisha ya kiroho hivyo hivyo. Ili tuweze kuwa na mahusiano ya karibu na Mungu, lazima Roho Mtakatifu ndiye atusogeze karibu na Mungu. Huwezi kusogea kwa nguvu zako mwenyewe au kwa jitihada yako mwenyewe. Na hata maisha yetu ya kijamii na wale tunaohusiana nao, lazima kuwe na Roho Mtakatifu. Ndio maana Biblia inasema amefanikiwa, amebarikiwa yule anayemtegemea Bwana, maana Bwana ndiye tumaini lake. Naye atafananishwa na mti uliopandwa kando ya maji katika mto, na mvua ikinyesha huyo anazaa matunda. Sasa Biblia inamuonyesha Roho Mtakatifu katika utendaji wake kwa njia ya ishara.
Kwa njia ya nini wapendwa? Ndio maana wengi miss the point, wanamkataa Roho Mtakatifu kwa sababu wameshindwa kuelewa ishara ambazo Mungu anazitumia kutuonyesha jinsi Roho anavyofanya kazi. Ukiona maji, ukiona mvua, ukiona mito, vijito, hizo ni ishara zinazoonyesha Roho Mtakatifu katika utendaji wake. Haleluya. Umande, manyunyu, yote hayo yanaonyesha jinsi Roho anavyotenda kazi katika maisha yetu. Lakini Biblia inaenda mbali zaidi, inatumia hata ishara ya upepo. Hii iko common. Yesu alimwambia Nikodemo, sema upepo unavuma upendako, ujui unakotoka, ujui unakoenda. Kadhalika pia mtu aliyezaliwa mara ya pili. Inaonyesha jinsi Roho Mtakatifu anavyofanya kazi kwa ishara ya upepo. Ziko ishara nyingine za moto, mkono wa Mungu, kidole cha Mungu. Zote hizo zinaonyesha utendaji wa Roho Mtakatifu katika maisha. Pointi ya msingi ni hii: Mungu anahitaji tufanikiwe kwa kuwa katika mafanikio kwa nyanja zote, na mafanikio hayo yatawezekana ikiwa tumepokea baraka ya Roho Mtakatifu. Haleluya. Ellen G. White anaeleza ya kwamba kama watu wa Mungu wakidai ahadi hii ya Roho Mtakatifu, anasema Roho Mtakatifu atakuja na baraka nyingine zote. Na wakati mwingine tunakosea sana katika kuomba. Ndio maana hata wanafunzi wa Yesu walimwendea wakamwambia, Bwana tufundishe kusali. Maana yake ni nini? Sisi kama wanadamu hatujui kusali. Wewe tembelea tu katika mikutano yetu ya maombi, watu wanaombea vitu vile vya hapa tu, pasipo kuangalia vile vya msingi ambavyo Mungu anahitaji wavipate. Biblia inasema hivi, mkiomba neno lolote kwa jina langu, nitafanya nini? Nitawapatia. Haleluya. Na afu anasema kama ninyi wanadamu mnaweza kuwapatia vipawa vyema watoto wenu, ninyi mlio waovu, si zaidi sana Baba wa mbinguni atawapatia Roho Mtakatifu hao wanaofanya nini? Wamwombao. Kwa hiyo kama kuna ombi kubwa kuliko yote ambayo tunaweza kuomba ili tuweze kufanikiwa katika maisha haya, ni ombi la kujazwa na Roho Mtakatifu. Kwa nini? Kwa sababu Roho Mtakatifu atatuongoza sio tu katika maisha haya, lakini atatuongoza hata na maisha ya baadaye, maisha ya milele, wakati ule tutakapoishi na Bwana milele zote. Mungu anatamani atupande katika mto. Haleluya. Mahali ambapo maji yanapita. Ni shauku yake kutuweka mahali ambapo tutapokea baraka ya Roho Mtakatifu katika maisha haya. Na hili kawa ni ombi letu, ili tunapofikiri juu ya kufanikiwa katika maisha kwa nyanja zote, maisha ya kimwili, maisha ya kiroho, maisha ya kijamii, maisha ya kiakili, tumwarike Roho Mtakatifu, na yeye atakuwa pamoja nasi, atatusaidia, tutafanikiwa katika maisha. Mungu atubariki asubuhi ya leo na akatupe tafakari iliyo njema kwa jina la Yesu Mwokozi wetu. Amen. Niwarike tusimame tunapoimba wimbo nambari 41, Roho Mtakatifu. Kiongozi wa nyimbo akituongoza, Roho Mtakatifu. Wakati unaleta sanduku ombi lako katika sanduku hapa mbele. Hapa kuna masanduku mawili, kuna sanduku la sadaka, lakini pia kuna sanduku la maombi. Unaweza ukaleta ombi lako hapa mahali na sadaka yako hapa ili tuweze kuomba. Na kwa heshima kabisa tunaye mkurugenzi wetu wa idara ya uchapishaji. Nimenyenyekezwa sana kwa uwepo wako mama yetu, Mama Buhatwa. Nitakuomba pia utakuja tu hapa mama, ili tuweze kuwaombea watu wa Mungu asubuhi hii tunapotawanyika kwenda katika kazi. Roho Mtakatifu kiongozi amini, utushike mkono tulio wasafiri, utupe kusikia
sauti ya upole, msafiri fuata, naongoza nyumbani. Wewe ndiwe rafiki, msaada karibu, tusiache shakani, na tukiwa gizani, utupe kusikia sauti ya upole, msafiri fuata, naongoza nyumbani. Siku zetu za kazi, siku zetu za kazi zikiwa zimekwisha, wala hatuna tamaa ila mbingu na sala, utupe kusikia sauti ya upole, msafiri fuata, naongoza nyumbani. Bwana Yesu asifiwe. Basi nitakwenda kuomba, alafu na mkurugenzi wetu atahitimisha. Leo tunahitimisha wiki hii na kuomba Mungu atupe mafanikio katika maisha. Lakini mkurugenzi utaomba kwa ajili ya kazi na majukumu yetu ya siku hii ya leo, tunapokuwa tukiingia katika kazi za siku ya leo. Amen. Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu mwema uishie juu mbinguni, jina lako takatifu na lenye heshima litukuzwe sana. Asante kwa kutupa nafasi ya kuweza kujifunza dhana ya mafanikio katika maisha katika juma hili. Umetufundisha mengi, lakini tunaamini kabisa katika ubinadamu wetu tunaweza tusiyafundishe yote wala kuyaelewa yote, ila kuna nafasi kubwa ya Roho Mtakatifu katika maisha haya, na hivyo tunaomba tufundishe tukafahamu mafanikio halisi katika maisha yetu. Amen. Asubuhi ya leo tunajiweka wakfu tena mikononi mwako, tukiomba utendaji wako ukadumu kuwa pamoja nasi, ukituongoza na kutusaidia katika yote ambayo tutayafanya na mikono yetu itayafanya, basi jina lako takatifu likatukuzwe. Tunaomba kwa ajili ya kanisa lako hapa duniani linapokuwa likifanya kazi ya utume, neema yako ikadumu kuwa pamoja nasi. Bariki kanisa hili la Magomeni, uongozi wake, washiriki na waumini wote ambao wanaabudu mahali hapa online pamoja na physical, tunawaweka mikononi mwako. Uwabariki na kuwaongoza, na zaidi Bwana tusaidie ukituandaa kwa ajili ya uzima wa milele. Mtumishi wako anapohitimisha kwa ombi la pamoja la kutubariki, neema yako ikawa pamoja na kila mmoja wetu, kwa kuwa tunaomba kupitia jina la Yesu Mwokozi wetu. Amen. Amen. Baba yetu na Mungu wetu, asante kwa maombi ya mtumishi wako Pastor Ngesi na maombi ya kila mmoja anayeomba ndani ya moyo wake. Tunaomba ukapokee sifa, shukrani na utukufu kutoka kwa watoto wako tulio mahali hapa na walio online, kwa utukufu wa jina lako. Asante kwa somo la pekee ambalo umeendelea kutupatia hapa na hata katika asubuhi ya leo. Baba, tunaomba Roho wako Mtakatifu nasi tukapokee nguvu kama ilivyokuwa kwa wanafunzi wako, kwamba nanyi mtapokea nguvu akisha kuajilia Roho Mtakatifu. Watoto wako wameanza siku na wewe, tukitambua, kila mmoja akitambua kwamba hakuna tunaloliweza bila Roho Mtakatifu. Na hivyo Baba, tunapotoka kwa shughuli za siku ya leo, tunaomba Roho Mtakatifu
akatusadikisha, akaendelee kutushikilia, akatende kazi ndani yetu, akawe ni mshauri, ni mwalimu, kiongozi, mfariji. Hata aliyekuja amekata tamaa, kwa sababu ya Roho Mtakatifu atoke akiwa na amani. Baba ambaye yuko na hofu ya jambo fulani, sijui itakuwa au haitakuwa, umetuambia kabisa pasipo imani haikupendezi, na unaelewa kabisa hata imani hatuna. Roho Mtakatifu anayejua kuomba kwa kuugua kwa Baba akatutendee kwa utukufu wa jina lako. Asante kwa ajili ya uongozi wa kanisa la Magomeni, mtaa huu, mchungaji na timu yake ya wazee wa kanisa na viongozi wote tunawaweka mikononi mwako. Familia ya Magomeni, washiriki, tunawaweka mikononi mwako pamoja na wageni katika eneo hili. Zidi kuwabariki Bwana. Wote kama familia moja tubariki na kututunza. Lakini Pastor Ngesi ambaye ametumika katika wiki nzima mahali hapa, mbariki yeye na familia yake, lakini pamoja na kazi uliyoweka mabegani mwake katika mtaa wa Chuo Kikuu. Wabariki. Unapobariki mtaa huo, bariki ECF nzima, bariki Union nzima, bariki ECD na General Conference. Familia yote ya watoto wako ikapokee baraka katika asubuhi ya leo. Hatusahau majemedari ambao wanaendelea na huduma pale Njombe, ukawabariki Bwana. Wanapoendelea kupaza sauti yao, ukiwatumia, basi tukahusike pamoja nao. Kwa hiyo tunawategemeza watoto wako. Tunajua mwovu anawapiga huku na kule, lakini Baba, hata palipopigika leta faraja na ushindi na Kristo ukazidi kuonekana. Asante kwa roho zinazoendelea kujitoa Baba. Asante kwa vituo mbalimbali, kwa maombi haya na maombi mengine watoto wako wanayoomba. Tenda jambo ikajulikane yuko Mungu katika Israeli. Hii mikutano sio ya kawaida, ni ya kufunga historia ya dunia. Tenda nguvu, tenda jambo lisilo la kawaida. Asante kwa kusikia maombi yetu. Asante kwa sababu hata haya yaliyo katika box, Bwana umekwisha kujibu. Tunakushukuru, tunakutukuza, tunaliinua jina lako. Si tuna watoto hapa, vijana wa Think Big, waonekanie, washangaze katika utendaji, wazidi kukua kiroho wakikutegemea wewe Mungu. Tunaomba na kushukuru katika jina lake Yesu, amen. Bwana sikia maombi yetu, utege sikio, tupe amani. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Amebarikiwa mtu yule amtegemeaye Bwana, kwa maana atapandwa kando ya mto. Tunashukuru kwa neno hili la uzima kuhusu maisha ya mafanikio ambayo tumesisitizwa kwa muda wa juma zima. Tunapotoka hapa, tutoke na nguvu ya Roho Mtakatifu, tukazae matunda ya Roho. Neema ya Bwana iwe pamoja nasi. Kwa namna pekee tena namshukuru Pastor Ngesi. Nipende kukualika siku nyingine utakapopokea wito kuja Magomeni, kuwa huru na furahia kuwepo mahali hapa. Niwatakie wote siku njema. Niwakaribishe jioni kuanzia saa 12. Huduma ya Sabbath Evening Program itakuwepo hapa kanisani. Tuwepo hapa kwa ajili ya kuanza Sabato pamoja na Bwana. Basi Mungu atubariki. Tunapotoka wimbo namba 43, tunatoka tukiimba tukimshangilia Mungu. Wimbo namba 43. Furaha gani na ushirika